Nikaribishe mzee wangu hapo tupate uzoefu wako kidogo kuhusu mwenge wa uhuru. Sio umeanzia wapi kama kuna nafikiri tutapisha kwa chama cha Mapinduzi katika Kisumu. Ila wote tunawakaribisha sana, pia tunawapokea kwa mkono mwingine kama tuliachwa hapo. Ndugu yangu Mwanga alituahidi, na utekelezaji wake kidogo ulikuwa kidogo, lakini mnajua tu ama tuliwahi kupata mifuko ya sementi kutokana na ujio wa Mwenge. Mpaka leo hii zahanati yetu imefunguliwa. Kwa hiyo Mwenge tunaupenda, tunaukaribisha, tunajua umuhimu wake kwenye maeneo yanayopita. Kwanza ni kumbukumbu pia na ishara. Ukiona Mwenge umeingia kwenye wilaya yako, umeingia kwenye kata yako, umeingia kwenye kijiji chako, ni kumbukumbu kubwa sana. Vile swala la koroni ndio mkubwa wa kitaifa. Yaani ile ni kama ziara ya rais. Kwa hiyo mimi nafikiri tuendelee kuhamasishana ili swala ambalo mmelileta kwetu kama balozi, tuendelee kulieneza huko tunapokwenda kabla ya Mwenge kufika. Lakini pia niseme hili la maendeleo katika kata yangu. Tunayo miradi ambayo bado pia sikutegemea ni pia Marasi Bora kule kuna sekondari na jengo, lakini naona hii haikuandaliwa. Watoto wale wako mbali mazingira. Kutoka pale wanasoma maeneo kama Kuibusi na Kisumu sekondari. Kwa hiyo kuna umbali na distance kubwa. Kwa namna nyingine hata kama kuna mwaka mwingine mnarudi, ndio pale mpangalia pia hata kuweka jiwe la msingi. Marasi Bora Vitu hivyo vinapofika kwa kumbukumbu zinakuwa na wananchi wanajitoa kwamba kumbe sisi tumekumbukwa na nchi. Tumekumbukwa na mama yetu. Kwa hiyo hilo mimi pia ningeliangalia. Lakini pia kijiografia labda pia ni bali na mbio za Mwenge, mimi kama kiongozi. Kuna mambo ambayo pia ni yatemee kwenye kata. Kata Kisumu inajua ili watu wawe na amani na waendelee kupokea Mwenge wa Uhuru. Kuna tatizo la wizi katika kata hii. Wizi wa mifugo, watu wanasumbuliwa, watu hawalali. Kwa hiyo pia hilo ni tatizo kubwa sana kwa wananchi wangu. Naomba pia serikali kama ninyi mmefika hapo mlitazame, mlikemee kwa namna moja au nyingine shida ambayo pia iko katika maeneo tunayoishi, sababu nchi yetu au eneo langu hili au kata yangu, biashara nyingi watu wanachosha ni kilimo na ufugaji. Sasa mifugo inapokuwa inatoweka, kwa kweli inabaki na njaa kubwa sana na kuwa na mawazo na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nafikiri labda nisiwe msemaji mwingi sana kwa swala hili la leo, labda niwe na mambo mafupi ya kuzungumza, yote wenzangu pia viongozi na waondolewa na tafuta kapa. Naomba nikomee hapa. Asante. Mamangu hapa. Kwa mfano ni mtu akasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Unaona kuna wajibu wote wa wewe kufanya hapa? Yaani kwenye kusema kwamba Tanzania ni ya kwetu sisi sote, tushikamane kwa pamoja tulete maendeleo. Kuna mchango wote ambao naweza kuona kwamba mimi sasa kwenye jambo hili nina kazi ya kufanya. Ipo. Kazi gani? Mnavyoendelea kuhamasisha watu wakaja wakasikiliza unachokiongea kama hivi. Nimesaidia kuleta maendeleo. Na pia nikiungana hata kufanya maendeleo kwenye sehemu yoyote ambayo yani labda kuna kitu kinahusika kama hivyo shule hivyo kuwe na jengo sekondari ya Sege hiyo. Kwa hiyo na sisi tumetoa nguvu kazi. Yale hapo tumeungana kuleta maendeleo. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujitoa kwa hali na mali kusikiliza hasa mafundisho. Elimu ni kubwa sana. Watu siku hizi hawajitokezi kuangalia vitu kama hivi. Sasa kama hawakuhamasisha waweze kufika kwenye nadharia kama hiyo, elimu wataipata wapi? Ni tofauti mimi nitakapoenda kueleza sawa na ambavyo watasikiliza mtu yule ambaye amesimama pale anaeleza. Alafu pia kitu kingine, huu Mwenge zamani walikuwa wanasimama kama hapo, watu wanaanza kumshika angalau. Wakitoka pale tunaenda kuuliza, mimi sijawahi kushika kwa kweli, nauliza, hivi vitu, kama pesi, ukoje? Lakini siku hizi sioni kama watu wana kijiji wanaruhusiwa kushika au wanafunzi au mama mwakilishi au mzee akashika mmoja kwenye nani kama hivyo mnavyokuja hapo mmoja au watu watatu yani watashika au serikali ilikataa. Sababu wakishika kama hivyo tunaenda kuuliza watu. Lakini wao pia wanaoshikilia unapanda kwenye gari naenda. Kuuliza tujue ilishakuwa mwepesi ni mzito ni ule. Mimi nilikuwa na ombi langu mwaka huu kuhusu angalau watu washike angalau wawakilishi hata mama mmoja baba mmoja
au mwanakamati mmoja. Na kwa bahati nzuri mwenge wa mwaka huu wanasema ni mwenge wa wananchi. Kuna nafasi ambazo zimetolewa, si wote watakaoshika, kwa sababu pia hilo ni jambo la kiusalama. Si wote watakaoshika, kwa sababu watu hawezi kujua katoka wapi, kafanya nini na nia gani. Serikali za vijiji nafikiri kuna maelekezo ambayo yanatolewa kwa ajili ya watu wachache wawakilisha walio wengi, lakini pia mwenge na ratiba ndefu. Kama sasa kila mwenye kutamani ashike, ila watakuwepo na wewe utashuhudia, watakuwepo watakao kiwengi mwenge na wewe miongoni wao. Sana muhimu, kuna vitu nimevigusia. Nilikuwa naomba sababu mnaamua kutembelea. Nafikiri mwenge unapokuwa unapita huo unasimamia vitu vilivyokuwa na muendelezo, lakini kinachoumiza zaidi ni pale unapokuwa mwenge umefika mahala umeweka jiwe la msingi au umezindua mradi au mradi ukafa, inatia kinyaa kidogo. Mfano mwaka 86 nilikuwa kidato cha 4, mwenge ulifika Kisumu hapa, ukaweka jiwe la msingi hapo ofisi moja pembeni. Ile jiwe la msingi nimekuwa naliona tuliweka na mtu mmoja sana marehemu, ilikuwa ni Faustini Msita, sasa hivi ni marehemu. Ina maana ile jengo serikali ingekazana likasimama, ingekuwa ni kumbukumbu ya mwaka 86 kwa mkimbiza mwenge Faustini Msita, kwa sababu nao wale wanaweka history zao wanapopita, kwa tuna kumbukumbu jengo hili lilifunga na fulani. Kwa hiyo nafikiri mwenge unapokuwa unapita unatumia gharama kubwa. Kwa hiyo wanapokuwa wameweka jiwe la msingi au wamezindua ujenzi fulani, basi serikali iweke nguvu kuhakikisha majengo yale au miradi ile inafika mwisho. Ni jambo la kutia heri. Jambo jingine ambalo nimeligusia hili la ukimwi. Mimi wakati niko mwenyekiti wa serikali ya kijiji, nilipewa lazima kwenye ajenda zako za mkutano mkuu hiyo halmashauri, lazima ukimwi ni moja kati ya ajenda. Lakini wapi imefika ikafa. Ni shida. Juzi tena mimi na mchumba kufungua kisimu changu wakati mmoja nasikiza taarifa, nilikuwa tena Mariatoni tu sitaki kupita na jambo. Walitoa takwimu ya ukimwi Geita. Inasikitisha sana. Watu kwa sababu wanajiamini wako vizuri, ukimwi ushapata dawa, watu hawana hofu, kumbe takwimu ya ukimwi ni mbaya kabisa. Ni mbaya kabisa. Sasa ndio nafikiri kuna vitu visisitizwe kama hivi, ajenda ya ukimwi hiyo ni ajenda ya kudumu ili watu waelimishwe na waelewe. Nafikiri itakuwa ni jambo jema sana. Asante. Na katika hilo la kwamba miradi inazinduliwa halafu dhamana kuzinduliwa mwaka huu, inasema tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Tunao haki wananchi kupiga kelele kama mradi wetu huu mlituletea nyingi ya uhuru, ni kitu kijiji, mradi wetu umefanyaje? Uliza shida ni nini? Lakini pia mwenyekiti wa kijiji unao wajibu pia, kama kuna mwananchi anakwamisha, inabidi afanyaje? Atafutiwe namna. Sasa shida hatutaki kushtakiana na unapokuwa unasema unaonekana mkorofi kidogo. Mfano zahanati yetu ile, alikuja kiongozi mkubwa sana pale kitaifa, aliahidi kutoa milioni 1 kwenye ujenzi huo. Tena sasa hivi ni mkuu wa mkoa nafikiri jamaa, lakini hiyo pesa wamekuja viongozi wa CCM wa mkoa walipita kwa kitaifa, wanaidia haina shida, muda mfupi itakuwa mpaka dispensa iko kwenye msingi mpaka leo inatibu. Hiyo pesa haijawahi. Sasa wananchi wanachukia. Mfano kama ile milioni 1 ingetoka ikawekwa pale, wewe ukiambia wananchi wengi wanakuja, lazima wahamasike, sababu wanajua kuchukua wanaacha kitu. Sasa ilifika mahali wananchi wakajenga wazo kwamba hii jiwe bora tulifute jiwe la msingi isiwepo, kwa sababu alikuja ndio akaweka, lakini Mungu alichokitamka na mimi hicho kitoa. Kwa hiyo ahadi zinazotolewa wakati wa nani hizi na viongozi wao vinatekelezwa, vinahamasisha wananchi kupenda nchi yao na kupenda viongozi wao.